taarifa nyingine ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufariki baada ya kusombwa na maji ya mto Kerio alipokuwa akijaribu kuvuka daraja lililoporomoka eneo la Takaywa mpakani mwa kaunti za West Pokot na Baringo. Daraja la Kerio ambalo ni kiungo muhimu cha usafiri kati ya kaunti hizo mbili lilibomolewa na mafuriko yaliyosababishwa kukatika kwa usafiri wa bidhaa na huduma. Walioshuhudia wanasema marehemu Daniel Odinga, bodaboda mwenye umri wa miaka 30, aliteleza na kusombwa na mkondo mkali wa maji alipokuwa akijaribu kuvuka kwa miguu. Familia na kijiji kizima sasa wapo katika majonzi, huku juhudi za kutafuta mwili zikikwamishwa na wingi wa maji. Wakati huo huo, wakazi, wanabiashara na wanafunzi wamelazimika kutumia njia mbadala kupitia Elgeyo Marakwet, umbali wa zaidi ya kilomita 20. Ni mtoni ya Kerio River. Kerio River ni mtoni kubwa sana, na kulikuwa na daraja hapa mahali inaitwa Takaywa. Hapa inaunganisha West Pokot pande huu na the other side Baringo. So juzi wakaaji wa sehemu hii walipoteza watu. Tunapoongea hivi, kuna mmoja wa sehemu hii ilibebwa na maji, na hawa wananchi wametafuta siku 3 sasa na hawajapata. Poteza watu hapa hii daraja hii. Mnapoona hii daraja ndio muhimu. Hakuna daraja ingine. Saizi watu katika sehemu hii wanaenda sehemu mbali ya Marakwet ili waweze kufuka sehemu ya Baringo. Karibu kilomita 20. Na imekuwa changamoto sana. Na hapa wananchi wanaomba msaada ya dharura kwa sababu ya kwanza wanataka kupata mti yao ambaye mpaka wakati wa sasa hajapatikana. So tunaomba serikali kuu, tunaomba wahisani waweze kusaidia watu wa sehemu hii waweze kupata watu wao ambao wamepoteza kupitia mafuriko. Pia kuna changamoto, tukiongea hivi, wanafunzi ambao wako sehemu ile hawaendi shule kwa sababu hii ndio daraja wanaitumia wakuje sehemu hii. So kwa hivyo ni changamoto sana yenye iko na ni ya dharura. Kwa hivyo sisi tunahimiza serikali ya kitaifa waweze kuingilia kati kwa sababu hii barabara ni barabara ya kera na county sidhani kama kuna uwezo ya kutengeneza hii daraja, lakini na mvua imenyesha, kuraga yote tatoka wapi? Tunataka hii daraja itengenezwe mara moja ili kazi iendelee vile inakuwa. Siku ile nilisikia rafiki yangu anaitwa Daniel Alice Odinga aliingia kwa maji, nilihuzunika sana. Na ni mtu mwenye alikuwa anaenda kutafutia watoto yake upande huu. Huwa tunategemea hii daraja kubeba customers yetu. Wenye wanatoka huko tunafikisha huko na wenye wanatoka huko tunafikisha huko. Sasa kweli. Kwa hivyo serikali tunaomba muweze kutusaidia malilio yetu kwamba ili maisha ya wakaazi wa huku sehemu ya Takaywa iweze kuendelea vizuri, ni daraja hili tunategemea. Hatuna barabara nyingine. Tunapofikiria kutembea kwenda mpaka sehemu ya Marakwet, kupita Marakwet ni mbali, transport inatugharimu, walimu wanazunguka ili waweze kwenda kushughulikia. Hii paitakurabu kocha saidia. Lete tu kusaidia hapa daraja alabu watu yako na kutana ile ya na ile hapa West. Kwa maana sina kwa sida sana. Hakuna kulala, hakuna kufanya nini, kukumbuka mtu yetu ile imetarabuka hapo kwa maji, imekuwa sida mbaya sana. Serikali sina nalia tu kwa serikali.